Tumekuja hapa kumpokea meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev ambaye amewasili mchana huu wa leo akitokea Botswana na rasmi sasa anakwenda kuanza majukumu yake. Meneja Pantev amesaini mkataba wa miaka 2 wa kuitumikia Simba Sports Club na amekuja Tanzania na msaidizi wake bwana Simionov. Siku hizi kwenye kila jina unaongeza Nov. Kwa hiyo ni Tobias Nov, Mringo Nov, Chiko Nov, Kinyago Nov, Kisugu Nov, Mzaramo Nov, Pasimilio Nov. Umeona utamu hiyo? Mangungu Nov, Magori Nov, Baby Mary Nov. Kwa sababu sasa hivi tumeshakuwa wa Bulgaria. Kwa hiyo kwenye kila jina unawekeza Nov pale. Ahmed Nov. Au Komando Nov. Au Semaji Nov. Usisahau Nov. Usisahau Nov kaka. Mkwabi Nov. Yes, very important. Tumempata mwalimu Pantev ambaye job description yake ama mpangilio wake wa kimajukumu anakuwa ni meneja mkuu wa klabu ya Simba. Tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kuwa meneja mkuu. Baada ya kumtangaza jana majira ya saa 1 usiku, wana Simba wamefurahi, lakini wamekuwa na maswali mengi kweli, na maswali haya yanatokana na ukweli ya kwamba tumeintroduce kitu kipya katika masikio na macho yao, na hivyo basi tunalazimika kuwapa elimu kidogo. Kwa nini tumehama kutoka kwenye kocha mkuu kwenda kwenye meneja mkuu? Kwanza, huo ni mpangilio wa kimajukumu kwa maana ya job description. Kocha mkuu kazi yake ni ndogo sana, ni kudili na timu mazoezini pamoja na kwenye mechi. Kwa hiyo tumehama kwenye majukumu hayo. Mwalimu ambaye tumemchukua kutokana na uwezo wake mkubwa, tumeamua kumpa jukumu la kuwa meneja mkuu, ambaye jukumu lake sasa ni kusimamia timu yetu kwa ujumla. Kazi yake itakuwa ni pamoja na ukocha kwa maana ya kufundisha mazoezini na kufundisha kwenye mechi, lakini kusimamia mustakabali mzima na ustawi wa wachezaji wetu, ikiwemo swala la usajili, mapendekezo, nani asajiliwe, nani aondolewe, nani atolewe kwa mkopo, nani achukuliwe. Hiyo ndio kazi ya meneja mkuu. Lakini kusimamia ustawi mzima wa benchi la ufundi, fitness coach anaripoti kwake, meneja wa timu anaripoti kwake. Hapa namzungumzia Patrick Draymond. Daktari wa viungo anaripoti kwake, mpishi anaripoti kwake, na kuangalia mustakabali mzima wa kimaendeleo wa kikosi chetu tunapokuwa katikati ya majukumu. Hiyo ndio kazi ya meneja ambaye tumemchukua mwalimu Pantev. Hiyo ndio ambayo itakuwa kazi yake na ameshaanza kuifanya, na wanasimba wala wasiwe na wasiwasi. Katika eneo ambalo sisi huwa tunajivunia sana kwenye ubora, ni eneo la kutafuta mtu wa kusimamia timu yetu kwenye idara nzima ya ufundi, na Pantev ni mtu sahihi kweli. Kwa namna ambavyo mwalimu umemwona, unadhani atafanya kile ambacho sisi na wanasimba tunahitaji kutoka kwake? Kwanza, huyu mwalimu anacheza mpira wetu. Kwa muda wa miaka 4 tunautafuta mpira wetu, hatuupati. Mpira wetu ulikuwa umepotea kama Mbosso alivyopotea Tanga. Hatuupati mpira wetu wa biriani. Tunacheza siku zote, lakini ile biriani yetu hatuipati ile biriani. Baada ya kucheza naye mechi 2, tukaona huyu mwalimu anacheza biriani. Yaani biriani letu tumekwenda kulikuta Botswana, Francis Town. Tukasema huyu mwalimu anacheza mpira wetu. Kwa hiyo alipojigusa tu mwalimu Fadlu Davis, tukasema tunakwenda kuchukua biriani yetu, tukamchukua Pantev na kumleta Simba Sports Club. Ni mwalimu ambaye kwanza umri wake ni umri wa kazi. Miaka 49 ni umri sahihi wa kufanya kazi, na akakupa kitu kizuri kwa sababu akili yake iko modernized. Lakini kama haitoshi, ni mwalimu wa kisasa sana.
kwa maana kwamba anacheza mpira ambao wana Simba tunaotaka, mpira wa kasi, mpira wa kushambulia, mpira wa kutengeneza nafasi, mpira wa kumpokonya mpinzani anapokuwa na mpira, sio lazima mpaka akosee, yaani unamlazimisha, unatoa utoi. Anacheza mpira wa kileo, mpira wa kufungua. Wakati mwingine ana switch, anacheza mpira mrefu, mtafute golini kwao. Baada ya kucheza naye mechi hasa hapa Dar es Salaam, nikakwambia sisi Simba Sports Club tulivaa jezi nyeupe, sijui kama ulinielewa au kama tuko ugenini. Kama tuko yani, wale Gaborone United pamoja na kuwa na wachezaji wa kawaida, lakini wakaigeuza Simba kama tuko ugenini na wakatufanya Simba tuonekane hatujui mpira, namna ambavyo waliweza kutawala. Na kwa nini waliweza kufanya hivyo? Ukimwangalia mwalimu ana wachezaji wa kawaida, ukimwangalia mwalimu ana vijana wadogo, lakini wana uwezo kucheza mpira wa kikubwa. Ile haiji bahati mbaya, ile inatokana na ubora aliyokuwa nao mwalimu. Kwa hiyo tukasema huyu fikra zake tukimkabidhi wachezaji wakubwa waliopo Simba Sports Club, hii timu yetu itakwenda kubadilika pakubwa sana. Lakini kama haitoshi, timu yetu inakosa ule msukumo, yaani mwalimu wa kuwapush na kuwalazimisha watu wafanye kazi. Sasa tumempata mwalimu wa design. Huyu mwalimu acheki na wowote, acheki na wowote. Fanya kazi, uwezi nisubiri nje. Fanya kazi, uwezi nenda nyumbani kwenu. Nahitaji mwalimu wa namna hiyo, kwa sababu Tobi, kwenye kutafuta mafanikio hamtakiwi kuleana. Kwenye kurejesha heshima yenu hamtakiwi kubembelezana. Anayeweza afanye kazi, asiyeweza atupishe. Sasa unahitaji mtu mwenye courage kama hiyo. Huyu mwalimu kaliba yake ni ya namna hiyo, habembelezi mtu, kila mtu atimize majukumu yake. Kwa hiyo tulihitaji sana meneja wa namna hii, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumempata, anakwenda kuanza kazi yake hivi punde. Tumalizie hapo kusemaje? Kazi anaanza lini? Ni leo, kesho, kesho kutwa au bado? Ameshaanza kazi. Yaani kitendo cha kutua tu hapa Julius Nyerere International Airport Terminal 3, maana yake tayari ameshaanza kazi, na hapa anaondoka moja kwa moja, anakwenda kukutana na wachezaji wake, anaambiwa huyu fulani, na uzuri wake wote anawajua. Kwa hiyo wote anawajua, hakuna hata wa kumdanganya chochote kile. Anakwenda kuanza majukumu yake. Mimi langu moja kwa wanasimba, tumempata meneja wa viwango vya hali ya juu sana. Huyu ni aina ya meneja ambaye tulimhitaji kweli kweli kwa miaka mingi, na wala watu wasiwe na pupa ya kutaka kujiuliza mambo mengi kweli kweli. Huyu ni mwalimu ambaye ana sifa tunazozihitaji Simba. Just imagine msimu wa 23-24 kwa mara yake ya kwanza anatua Cameroon, anaipa timu ubingwa. Anatoka hapo anakwenda Botswana, msimu wake wa kwanza anaipa timu ubingwa. Nchi mbili tofauti anakwenda anachukua ubingwa. Huyu hawezi kuwa mwalimu wa kawaida, Tobias Sebastian. Huyu ni mwalimu mwenye kipawa cha hali ya juu. Kamerun ungesema akabahatisha. Haya, na Botswana unasemaje tena? Ndani ya misimu miwili, huyu ni kocha mshindi, huyu ni kocha wa mataji, huyu ni kocha wa mabingwa. Lakini kama haitoshi, angalia mpira mnene aliocheza dhidi ya sisi, timu ndogo aina ya Gaborone, anakwenda kututoa nishai sisi watu wazima. Maana yake huyu mwalimu ni bora kweli kweli. Sasa wanasimba, tumepata mwalimu wa viwango vya hali ya juu sana, tumepata meneja wa maana kweli kweli, ambaye atakwenda kusimamia idara nzima ya usajili, atakwenda kusimamia mustakabali na ustawi wa wachezaji, atakwenda kusimamia benchi lote la ufundi, atakuwa ndiyo mkuu wa Simba Sports Club kwenye idara ya timu, ufundi na maendeleo ya kikosi kwa ujumla. Tumepata mtu sahihi, afu yuko na mwanaye anaitwa Simionov, ni mtaalamu kweli kweli wa mpira wa kisasa. Kwa hiyo partnership yao wanakwenda kukutana na mtaalamu mwingine pale, Matola Ateta. Wanatengeneza combination ya usishtuke, wanakwenda kutengeneza combination ya hatari mno. Kaka, tutapiga watu vibaya mno mwaka huu. Tumalizie semaji. Tatu yako unaenda kuchora wapi? Naenda kuchora hapa bonge moja tatu la mnyama hapa. Au mkono hujavimba?
Hapa paka hapa. Simba au unamchora nani? Unachora mnyama Simba hapa. Wenyewe so wana kocha wa minuno. Sisi tuna kocha wa mikazo. Mikazo mwenyewe kabisa. Kuna kununa na kukaza. Sisi tuna kocha wa mikazo. Pantev vile baba. Cheki na wote. Ushaangaliaga movie za Ugiriki, za Bulgaria, movie watu gumu wale. Mjitu fulani kama ile kuna picha moja ya Apocalypto kama umeiona. Nalijua ile. Ndio Pantev vile baba. Adui kuu hilo.